السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Halifa mtukufu ayyadahullah ta'ala ibn Nasr Aziz, kwa kueleza kujitolea kwa maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na kwa kueleza hali ya imani yao na kwa kueleza neema za Mwenyezi Mungu zilizoteremsha juu yao, anaandika Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu alitoa mali yake yote katika njia ya Mwenyezi Mungu, na yeye hakuacha kitu chochote nyumbani kwake. Lakini angalieni, Mwenyezi Mungu alimjalia kiasi hiki kwamba alifanya kuwa mfalme. Kwa kumpitia yeye Mwenyezi Mungu aliuisha Islam, na kwa kumpitia yeye ushindi ulipatikana Arabuni. Anasema Sayyidina alayhi salatu wasalam kwamba imani ya Hazrat Abu Bakar na mfano wake ni mfano mzuri kwa ajili ya Waislamu wote. Jinsi waliomsaidia maswahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam, mfano wake haupatikani katika maisha ya nabii mwingine yeyote. Anasema Sayyidina alayhi salatu wasalam, madamu mtu haachi tamaa ya nafsi yake na yeye haji karibu na Mwenyezi Mungu, yeye hawezi kupata kitu chochote, bali katika hali hii yeye atapata hasara yake. Ikiwa yeye anaata tamaa ya nafsi yake na yeye anamjia Mwenyezi Mungu kwa mikono mitupu, katika hali hii Mwenyezi Mungu anamjalia neema zake na Mungu anakuwa msaidizi wake katika hali hii. Lakini sharti ni hii kwamba mtu awe tayari kujitolea kweli kweli kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, na yeye awe tayari kupokea kila fedheha kwa ajili ya ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Amesema Sayyidina al-Islam kwamba dunia hii ni ya siku chache, hakuna yeyote ambaye anaweza kubaki hapa milele, lakini wale wanawacha dunia hii kwa ajili ya Mwenyezi Mungu wanapata ladha ya dunia hii. Hii ndiyo ni sababu yake kwamba yule ambaye anakuwa rafiki wa Mwenyezi Mungu anakuwa mpendwa wake. Allah subhanahu wa ta'ala anafanya mpango yeye apate umashuhuri katika dunia hii. Kwa ajili ya umashuhuri huu watu wa dunia wanafanya juhudi sana kwamba wao wapate umashuhuri na umaarufu, na wanafanya hii yote ili wapate cheo katika nyumba ya mfalme. Lakini anaiacha dunia kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, yeye anapata umashuhuri huu.
basi yule ambaye anakuwa tayari kuacha kila kitu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, yeye anapata umashuhuri huu na umaarufu huu. Almuradi wale wanaoacha kila kitu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, wao wanapewa kila kitu kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Katika riwaya nyingine maandiko haya yanapatikana, yule ambaye anaacha dunia, basi yeye anapata ujira wake kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Yule ambaye anajitolea kwa ajili ya dunia, yeye pia anapata ujira, lakini yule ambaye anaacha dunia hii kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, je, yeye hatapata ujira? Kwa hiyo wale wanajitolea wao hawafi mpaka wao wapate ujira mara chungu mzima zaidi kuliko yale waliojitolea. Lakini nasikitika kwamba wale wanaokubali hali hii ni wachache sana. Halifa mtukufu ayyadahullah ta'ala bin Salaziz anasema kwamba wale wanaojitolea mifano yao tunakuta chungu mzima kiasi hiki kwamba mtu anashangaa kwa kuona mifano yao. Kwa sababu ya Roho Mtakatifu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na kwa sababu ya malezi yake, hali ya masahaba ilibadilika kiasi hiki kwamba wao walimwelekea Mwenyezi Mungu na waliacha dunia, na wao walipewa heshima ambayo mfano wake haupatikani duniani kabla ya masahaba hawa. Sayyidina alayhi salatu wassalam anasema kwamba mapenzi haya ya masahaba walikuwa wanayo, mfano wake haupatikani katika nabii mwingine yeyote. Wale wasaidizi wa nabii wa zamani hawawezi kufanana na maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kuwa moyo safi na kwa kuwa na imani halisi kwa ajili ya kupata ridhaa ya Mwenyezi Mungu, waliishi maisha yao yote. Hali hii inapopatikana, basi katika hali hii Mwenyezi Mungu pia anateremsha neema zake, na yeye anateremsha neema zake bila kuwa na hesabu. Na hali hii tunakuta katika maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nataka kueleza matukio mbalimbali ya maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama namna gani wao walijitolea nafsi zao kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Na wao walituachia mifano ya aina gani. Hazrat Ibad bin Bashar alikuwa ansari sahabi. Katika umri wa miaka 35 aliuawa katika njia ya Mwenyezi Mungu. Kuna tukio la ibada yake na namna ya kusoma Qur'ani tukufu linapatikana. Hazrat Aisha radhiallahu ta'ala anha anasimulia, usiku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam aliamka kwa ajili ya swala ya tahajjud, na nikasikia sauti ya usomaji wa Qur'ani tukufu kutoka msikitini. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiamka mapema sana kwa ajili ya sala ya tahajjud. Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kusikia sauti ya usomaji wa Qur'an tukufu akasema, je, hii ni sauti ya Hazrat Ibad? Hazrat Aisha anasema, nikasema ndio, inaonekana kwamba ni yeye ambaye anasoma Qur'ani tukufu. Kwa kupata taarifa hii Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwombea, e Mola umrehemu Ibad. Azuru anasema wale walikuwa wenye bahati nzuri kiasi gani ambao walikuwa wakikesha usiku kwa ajili ya ibada ya Mwenyezi Mungu, na walikuwa wakisoma Qur'ani tukufu usiku.
na kwa kufanya hivi walikuwa wakipata maombi ya mtume sallallahu alaihi wasallam moja kwa moja. Hawa masahaba kwa ajili ya kumridhisha Mwenyezi Mungu na kwa ajili ya kupata rehema zake walikuwa wakiamka usiku. Hazrat Ibad kwa sababu ya ndoto yake moja alikuwa na yakini kabisa kwamba yeye atauawa katika njia ya Mwenyezi Mungu. Hazrat Abu Said Khudri anasimulia, Hazrat Ibad safari moja aliniambia, katika ndoto mimi nimeona kwamba bingu imepasuka na mimi nimeingia katika bingu, na kisha tena imekuwa pamoja, bingu ile imekuja katika hali yake asili. Anasema kwa kupitia ndoto hii mimi nina yakini kwamba Mwenyezi Mungu atanipatia nafasi ya kuuawa katika njia ya Mwenyezi Mungu. Na ndoto yake hii ilitimia katika vita ya Yamama, na kwa ushujaa sana alipigana na maadui na hivi aliuawa katika vita ya Yamama. Lakini wenzake walipata ushindi juu ya maadui, lakini yeye Hazrat Ibad aliuawa. Hazrat Abu Said anasema baada ya vita uso wake ulijeruhiwa kiasi hiki kwamba tulikuwa hatuwezi kumtambua, na tulimtambua kwa sababu ya nishani moja iliyopatikana juu ya mwili wake. Kisha Hazur anasema kwamba kuhusu sahaba mingine historia inatuambia jina lake huyu sahaba alikuwa akiwafundisha Qur'ani tukufu na alikuwa akiwasaidia watu wa ashabu sufa. Kundi la Bani Amr lilipomwomba Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba utupatie watu kadhaa ili watuhubiri, ili sisi pia tujue kuhusu dini tukufu ya Islam na watu wetu wapate bahati ya kusilimu. Wao walikuwa na nia mbaya, lakini wao walimwomba Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba wapewe watu kadhaa. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, mimi naona kwamba kuna hatari kutoka kwenu, huenda watu wenu watapatia hasara masahaba zangu. Lakini kiongozi wao akasema, mimi nachukua jukumu na mimi nitawaangalia hawa wote na watakuwa chini ya ulinzi wangu, kwa hiyo usiwe na wasiwasi. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuma masahaba kadhaa, na huyu bin Milhan pia akateuliwa kuwa amiri wa kundi hili. Hazrat Haram bin Milhan walipofika katika kijiji chao, yeye akapata wasiwasi kwamba kuna hatari fulani, kwa sababu nia yao ilionekana kwamba si sahihi. Kwa hiyo Hazrat Haram bin Milhan akawaambia wenzake kwamba tunatakiwa tuchukue tahadhari na hatutakiwi tuende pamoja na hawa. Ikiwa sisi sote tukizingirwa na hawa wote wanaweza kutupatia hasara, kwa hiyo nini nyote mubaki hapa, mimi peke yangu pamoja na mwenzangu mmoja tutatangulia mbele. Ikiwa hawa wakitutendea vizuri, sisi ninyi pia mje, lakini ikiwa hawa wanatupatia hasara, basi ninyi sawa na hali mufanye uamuzi na msije pale kwamba muangalie kwamba mtarudi nyuma au mtapambana na hawa, mtapigana na hawa watu ambao wametupatia hasara. Hazrat Haram bin Milhan pamoja na mwenzake walipoenda katika kijiji chao, kiongozi alimwashiria mtu mmoja, yeye kwa nyuma ya Haram bin Milhan akamshambulia na akampiga mkuki na damu ikaanza kutoka katika shingo lake. Hazrat Haram akachukua damu ile katika mkono wake na akasema, wallahi mimi nimefaulu, na hapa kiapo cha Mungu wa Kaaba kwamba mimi nimefaulu katika mradi wangu. Kisha wale watu wakaamua mwenzake pia
kisha baadaye wao wakashambulia juu ya wale masahaba 70 ambao walienda kule na wakawaua takriban wote isipokuwa 7 tu. Wakati hawa masahaba walipokuwa wanauawa, wao wakafanya dua hii: Mola wetu, utupokee kujitolea kwetu na umfahamishe mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusu hali yetu hii, kwa sababu sisi hatuwezi kumpelekea taarifa inayotokea hapa. Kwa hiyo mtume sallallahu alaihi wasallam aliambiwa na Jibril alayhi Jibril alimpelekea salamu hawa maswahaba na alimpelekea taarifa kwamba hawa maswahaba wameuawa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaarifu wale maswahaba wengine kwamba hawa waswahaba 70 waliotumwa wote wameuawa. Na mtume sallallahu alaihi wasallam alihuzunika sana kwa sababu ya kuuawa kwa hawa maswahaba. Mtume sallallahu alaihi wasallam siku 30 alifanya dua dhidi ya hawa watu kwamba Mola wangu uwakamate hawa watu wote ambao wamedhulumu na wameuawa maswahaba zangu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba ushahidi huu ni ushahidi mkubwa sana. Sayyidina alayhi salatu wasalam kwa kueleza hali ya imani ya hawa maswahaba na kujitolea kwao anasema, mapenzi ni kitu ambacho kinamlazimisha mtu afanye kazi kila aina. Mtu mmoja anakuwa ashiki juu ya mtu fulani, basi anakuwa tayari kufanya kila kitu kwa ajili ya mpenzi wake. Ametoa mfano wa dunia kwamba mwanamke mmoja alikuwa anampenda mtu fulani, watu walikuwa wanamvuta na walikuwa wanampiga, yeye alikuwa anapigwa na alikuwa anakubali mateso kila aina, lakini alikuwa anasema kwamba nasikia ladha. Anasema ikiwa katika mapenzi ya uongo na mapenzi ya dunia wanakuwa tayari kupokea mateso ya kila aina na wanakuwa wanasikia ladha katika mateso haya yanayopatikana katika mapenzi ya dunia, basi angalieni yule ambaye anakuwa mpenzi wa Mwenyezi Mungu na yeye anakuwa tayari kujitolea kila kitu kwa ajili yake. Yeye akipata mateso na shida katika maisha yake, yeye atakuwa na ladha kiasi gani katika maisha yake. Masahaba ridwanullah alaihim, angalieni hali yao. Katika Maka walisumbuliwa, waliteswa, wengine walikamatwa, walisumbuliwa na walidhulumiwa. Si kina baba tu, hata kina mama pia walisumbuliwa kiasi hiki kwamba hatuwezi kufikiria hata hali iliyokuwepo wakati ule. Lakini zamani walikuwa hawa watu walikuwa wakiheshimiwa sana na watu wa Maka, lakini wao wale baada ya kusilimu walibaki juu ya haki. Kwa sababu gani walibaki juu ya haki? Hii ni kwa sababu ya mapenzi walikuwa wanayo mioyoni mwao. Kisha Sayyidina Al-Islam anatoa mfano moja kwamba kuhusu sahaba moja imeandikwa kwamba mikono yake ilipokatwa akasema kwamba nataka kufanya wudhu, na kichwa chake kilipokatwa anasema nataka kufanya sujuda. Katika hali aliuawa. Wakati alipokuwa anauawa akafanya dua: Mola wangu umjulishe mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusu hali yangu hii. Wakati ule mtume sasa alikuwa katika Madina. Jibril akamsalimia mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sasa akasema wa alaikumus salam, na aliambiwa kuhusu tukio hili. Sayyidina Al-Islam anasema kwamba mapenzi, ladha inapatikana katika mapenzi ya Mwenyezi Mungu ni kiasi kwamba mtu anakuwa tayari kwamba yeye akiniagwe sawa na mdudu, lakini yeye hajali. Kama yule sahaba alisema wakati wa kuuawa, kwa hiyo mateso yote yanapatikana kwa ajili ya muaminio, inakuwa raha kwa ajili yake. Kwa hivyo alama ya muaminio ni kwamba anakuwa tayari kuuawa katika njia ya Mwenyezi Mungu.
hivyo ndivyo ikiwa mtu anaambiwa kwamba ubadilishe dini yako pengine utauawa. Katika hali hii itajulikana hali mapenzi yake yakoje, kwamba je anakuwa tayari kubadilisha dini yake au anakuwa tayari kuuawa katika njia ya Mwenyezi Mungu. Ikiwa anakuwa tayari kuuawa, basi yeye ni muaminio halisi. Kwa hiyo mateso wanayopata waaminio inakuwa ladha na raha kwa ajili yao. Ikiwa ladha hii singepatikana katika hali hii, manabii namna gani wangepata mateso, wangekubali mateso kila aina? Huzur anasema kwamba mifano inayopatikana katika maswahaba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba mifano yao ilikuwa ya aina hii, kwamba walikuwa tayari hata wakati wa kuuawa walikuwa wakisema kwamba wallahi sisi tumefaulu, sisi tumempata Mwenyezi Mungu. Hii hali ilipatikana kwa sababu ya malezi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tena hawa watu walikuwa wale ambao walikuwa wakifanya mema, walipokuwa wakidhulumiwa wao walikuwa wakijitolea badala ya kuwa wadhalimu wenyewe, walikuwa wakijitolea dhidi ya dhuluma waliotendewa. Kisha walikuwa wakisema kwamba ikiwa tukiuawa basi haina wasiwasi, tutaenda peponi. Hawa maswahaba walikuwa wakifanya vita dhidi ya dhuluma, walikuwa si sababu ya kusambaza dhuluma. Kisha Hazrat Abdullah bin Amr alikuwa sahaba moja. Kuhusu sahaba huyu imeelezwa kwamba alipokuwa anaenda kwa ajili ya vita ya Uhud, akamwambia mtoto wake kwamba mimi nitauawa kwanza kabisa. Huenda yeye aliona ndoto, katika ndoto aliambiwa, ndio maana alimwambia mtoto wake kwamba atauawa. Anasema mimi nikiuawa basi uangalie dada zako, mimi nimechukua mkopo kutoka kwa Myahudi moja, kwa hiyo ulipe mkopo katika matunda ya bustani yangu. Hii ilikuwa hali ya imani ya maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hii ilikuwa hali ya utakaso wao na hali ya kutimiza ahadi zao. Yeye alikuwa anaenda vitani, alikuwa hana wasiwasi, bali alikuwa na furaha kwamba mimi nitakuwa mwenye bahati ya kuuawa katika njia ya Mwenyezi Mungu. Ni yeye alikuwa hana hofu kwamba mimi nina mabinti wakubwa na lazimika kutimiza haki zao pia. Yeye alikuwa anamtegemea Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo akamsihi mtoto wake kwamba yeye angalie watu dada zake, na akamsihi kwamba uwe mkubwa wa nyumbani na utimize majukumu yote. Na vile vile alikuwa na wasiwasi kuhusu mkopo wake, kwamba amechukua mkopo kutoka kwa Myahudi. Kwa hiyo yeye hakumwambia mtoto wake kwamba ulipe kutoka kwako, bali akasema kwamba ukipata mavuno kutoka bustani wewe ulipe katika mavuno haya mkopo nilichukua kutoka kwa Myahudi. Yeye akamjulisha mtoto wake kuhusu amri ya Islam, kwamba unalazimika kulipa mkopo, na baada ya kulipa mkopo unaweza kuwa mrithi wa jaidadi yangu. Kujitolea kwa Hazrat Abdullah ilipokelewa namna gani na Mwenyezi Mungu, habari yake inapatikana. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipomuona mtoto Hazrat Abdullah kwamba anahuzunika, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia na kupatia habari njema kwamba Mwenyezi Mungu alimkalisha baba yako mbele yake baada ya kuuawa kwake, na akamwambia kwamba uniombe unataka nini, mimi nitakupatia kila utakaponiomba. Abdullah baba yako akamwomba Mwenyezi Mungu kwamba mimi sikutimiza haki za binadamu, mimi niombe nini kutoka kwako? Yani hii ilikuwa hali ya imani yao, kwamba walitimiza majukumu yote, lakini kwa kuwa na hali yote anamwambia Mwenyezi Mungu kwamba
namna gani ni kuombe kitu chochote, mimi sikuweza kutimiza haki ya binadamu wangu, basi unipatie kwa fadhila zako. Kisha akasema, Mola wangu, ikiwa nataka kujua hamu yangu, matamanio yangu, basi hamu yangu ni hii kwamba unirudishe tena duniani, ili mimi tena kwa kujiunga na mtume wako nipigane na maadui, na kisha ni wawe tena katika njia yako. Mwenyezi Mungu akasema kwamba mimi nimeshaamua kwamba yule ambaye anafariki, anakufa, yeye harudi tena duniani, kwa hivyo mimi siwezi kutimiza hamu yako hii. Lakini wewe utapata baraka ya kuwawa. Kuhusu sahaba mingi, bana Amr bin Jundub, kujitolea kwake na kuwawa kwake, tukio lake limeelezwa hivi kwamba kwa sababu ya maumivu katika mguu wake alikuwa analemea wakati wa kutembea, alikuwa hawezi kutembea vizuri. Yeye hakuweza kushiriki katika Badr, lakini ilipotokea tukio la Uhud, maadui walipojumuika kwa ajili ya kuwashambulia Waislamu, huyu sahaba akawaambia watoto wake kwamba mimi sitakubali unayosema, lazima mimi nitashiriki katika vita ya Uhud, mimi sitabaki hapa nyumbani. Kwa hiyo yeye alimjia Mtume sallallahu alaihi wasallam na akasema, watoto wangu kwa sababu ya matatizo ya mguu wangu wananizuia mimi nisishiriki katika vita ya Uhud, lakini mimi nataka kushiriki pamoja nawe katika jihad hii, na wallahi mimi nategemea kwamba Mwenyezi Mungu atatimiza hamu yangu ya moyo wangu, na yeye atanipatia nafasi ya kuuawa katika njia yake, na mimi nitaingia peponi kwa sababu ya kupigana na maadui na kwa sababu ya jihadi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, kwa sababu wewe ni kwa sababu wewe ni mlemavu, hulazimiki kufanya jihadi, lakini wewe unaruhusiwa. Na Mtume sallallahu akamwambia watoto wake kwamba wao pia watoe ruhusa ili baba yao ashiriki. Kwa hiyo yeye aliposhiriki katika jihadi alikuwa anafanya dua, Mola wangu unipatie ufaulu na unipatie nafasi ya kuuawa katika njia ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo hamu yake ilitimia, na katika vita ya Uhud aliuawa. Mwenyezi Mungu alitimiza matamanio yake. Basi hawa maswahaba walikuwa wamezidi sana katika imani na yakini. Mkisoma kuhusu maisha ya sahaba yeyote, mtakuta maswahaba wote walikuwa wamejaa na imani na walikuwa tayari kutoa nafsi zao katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hazrat Abu Talha radhiyallahu ta'ala anhu alikuwa sahaba, alikuwa mjuzi wa kurusha mikuki. Katika vita ya Badri alikuwa anarusha mikuki na mishale. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba wekeni mishale na mikuki mbele ya Abu Talha, kwa sababu yeye anatumia mishale na mikuki kwa ujuzi sana, na maadui walikuwa wanakufa kwa sababu ya kurushwa kwa mikuki yake. Na yeye alikuwa ngao mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika vita ya Uhud. Hazrat Abu Talha aliweka mkono wake mbele ya uso wa Mtume sallallahu alaihi wasallam huyu alisimama mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na alizuia mashambulio yote ya maadui. Na alikuwa akipenda asimame mahali ambapo hatari zaidi inapatikana vitani, na yeye alitaka apambane na maadui ambao wanataka kuangamiza Islam ili aweze kuleta amani na usalama katika dunia hii. Hazur anasema kwamba ikiwa hawa masahaba walipigana, hawakupigana kwa ajili ya kuwadhulumu wengine, bali wakati maadui waliposhambulia hawakuonyesha uoga wa aina wote, bali walionyesha ushujaa wa hali ya juu, na kwa ajili ya kupata ridhaa ya Allah subhanahu wa ta'ala wakatumia uwezo wao wote.
sainam alayhi salatu wassalam anasema anapoamua Mwenyezi Mungu lazima inatokea. Hatuwezi kutegemea vifaa vya dunia. Mungu anasema umkienda kwa ajili ya katika njia yangu mtapata muragaman kathiran. Yule ambaye anakuwa na nia safi Mungu anakuwa pamoja naye. Hata kama mtu anakuwa mgonjwa, ugonjwa wake unaondolewa. Angalieni mfano wa maswahaba. Mfano wa maswahaba ni mfano wa manabii wote. Maswahaba walitoa nafsi zao sawa na mbuzi na kondoo, na mfano wao ni aina huu kama ni mfano wa unabii ambao unaendelea tangu Hazrat Adam alayhi salatu wasalam. Lakini maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam waliboresha sana hali hii ya imani yao. Si kwamba walikuwa na elimu tu bali kwa vitendo vyao walithibitisha kwamba hii ndiyo ni hali ya imani halisi na hii ndiyo ni hali ya yakini. Hazrat Isa alayhi salatu wasalam aliuzwa na mfuasi wake mmoja, na wafuasi wa Isa walikuwa na shaka kuhusu Isa, ndiyo maana walimwomba chakula na walisema utupatie chakula ili thibitike wewe ni mkweli. Hii inaonyesha kwamba kabla ya kuteremka kwa chakula hali yao ya imani ilikuwa si nzuri. Anasema Sayyidina alayhi salatu wasalam kwamba maswahaba walikuwa wa aina yake na hawa wote walikuwa wenye kufuatwa. Mioyo yao ilikuwa imejaa na yakini na imani. Wakati mtu anapokuwa na yakini, kwanza anataka kutoa mali yake. Wakati yakini inapoboreka, basi anakuwa tayari kutoa nafsi yake kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Na yakini hii pia ilipatikana kwa sababu ya malezi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na kwa sababu ya baraka ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hazur anasema kwamba maisha ya kawaida ya masahaba yalikuwa ya aina yake. Maisha yao yalikuwa yamejaa na mapenzi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Walikuwa wakitafuta nafasi ili waweze kuonyesha mapenzi yao na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuhusu Abdullah bin Umar inapatikana kwamba alikuwa na fikira hii kila wakati, namna gani katika hali ya kawaida pia atampenda Mtume sallallahu alaihi wasallam na ataonyesha mapenzi yake alikuwa nayo. Katika riwaya inapatikana yeye alituma tamu katika nyumba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa mkono wa Jabir mtoto wake, na aliporudi mtoto wake akamuuliza, je, Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kupokea tamu alisema kitu chochote? Alisema ndiyo. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, ewe Jabir, je, umeleta nyama? Kwa kusikia hii Hazrat Abdullah akasema kwamba je, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anataka nyama? Kwa hiyo mara moja akachinja mbuzi yake na akapika chakula nyama na akamtumia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha baada ya kupokea chakula hiki Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwombea Hazrat Abdullah na familia yake. Hazur anasema maswahaba mwanzoni walipata shida sana wakati walipokuwa na wahubiri jamaa zao. Ikiwa mtoto alisilimu basi alisumbuliwa, ikiwa mwanamke alisilimu alisumbuliwa na jamaa zake. Hazrat Amr aliposilimu kabla yake mtoto wake alisilimu, kwa baba bado alikuwa mshirikina. Mtoto alipokosa njia ya kumhubiri baba yake kwa sababu alikuwa hakubali mahubiri yake, mtoto
akafanya mpango kwamba sanamu, baba yake aliweka sanamu nyumbani kwake. Usiku yule mtoto akachukua sanamu na akatupa katika takataka. Yule baba yake akamtafuta tena sanamu na akaleta tena huko nyumbani, na akasema kwa hasira sana, nikijua kwamba ni nani ambaye ametupa sanamu yangu hii katika takataka, mimi nitamwadhibu kwa adhabu kali sana. Na mtoto wake alikuwa akifanya hali hii na sanamu yake kila siku usiku. Hatimaye siku moja Hadrat Amar akasafisha yule sanamu na akaweka upanga wake karibu na sanamu, na akamwambia sanamu yake kwamba mimi sijui nani anakutendea hivi kila usiku, lakini sasa nimekupatia upanga, basi huyu akija tena kwa ajili ya kukutupa, basi wewe mwenyewe ujilinde. Na asubuhi alipoona sanamu alikuwa haipo nyumbani, na alipoanza kutafuta ilipatikana katika takataka karibu na mbwa. Kwa kuona hali hii, Amra akaanza kufikiria kwamba huyu ambaye ni Mungu wangu, hata yeye hana uwezo kwa kiasi hiki kwamba alipewa upanga lakini hakuweza kujilinda, basi namna gani anaweza kunilinda? Kwa hiyo akamwambia yule sanamu yake kwamba ikiwa ungekuwa Mungu kweli, basi usingekuwa hivi karibu na mbwa. Basi mimi namsifu Mwenyezi Mungu ambaye anatupatia riziki na anafanya uadilifu. Huyu Amr bin Jamu alikuwa mwisho wa mtu katika Ansar ambaye alisilimu. Jinsi masahaba walikuwa wakimpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam, jinsi kwa kupitia baraka ya Mtume sallallahu alaihi wasallam walikuja karibu na Mwenyezi Mungu. Kisha Mwenyezi Mungu pia alikuwa akiwajalia masahaba moja kwa moja, au kwa baadhi wakati kwa kumpitia Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiwajalia baraka zake hawa masahaba. Na hii inaonyesha hali ya masahaba ilikuwaje. Hadrat Ubay bin Ka'b pia alikuwa na cheo fulani katika historia ya Islam. Katika Bukhari riwaya hii inapatikana. Safari moja Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia, Mwenyezi Mungu ameniamuru kwamba nikusomee Qur'ani tukufu. Yani Mtume sallallahu anamwambia sahaba wake kwamba Mungu ameniambia nikusomee Qur'ani tukufu. Hadrat Ubay bin Ka'b akamuuliza Mtume sallallahu kwa kushangaa kwamba je, Mungu amesema hivi kwa kutaja jina langu? Yule Mungu ambaye ni Mungu wa ulimwengu, je, yeye kwa kutaja jina langu amekwambia kwamba unisomee Qur'ani tukufu? Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kusikia hii akasema, ndiyo, Mungu kwa kutaja jina lako amesema nikusomee Qur'ani tukufu. Hadrat Ubay bin Ka'b kwa kusikia hii akaanza kulia kwa sababu ya kuwa na imani ya hali ya juu. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alimsomea sura lam yakunil lazina kafaru, yani sura al-Bayyana. Baadaye mtu fulani alipomuuliza Ubay bin Ka'b, utakuwa umefurahi sana wakati ulipoambiwa kwamba Mungu ametaja jina lako? Akasema kwamba wakati Mwenyezi Mungu aliposema mufurahi kwa kuona baraka na neema za Mwenyezi Mungu, basi kwa nini mimi pia nisingefurahi? Lazima nilifurahi. Ubay bin Ka'b alikuwa anajua sana Qur'an tukufu mwenyewe pia. Safari moja alimuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, Hazur anasema hii nimeshawahi kueleza tukio katika hutuba yangu fulani. Hazrat Ubay bin Ka'b akamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba aya gani Qur'an tukufu ni aya adhim kabisa? Mtume sasema akasema Mungu na Mtume Mungu anajua zaidi, lakini baadaye aliposisitiza Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba ayatul kursi ni aya adhim sana. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alimridhia sana na akamwambia
mwenyezi mungu aiweke baraka sana katika elimu yako. bila shaka ayatul kursi ni aya kubwa sana ya qurani tukufu, yani azma sana. mtume sallallahu alaihi wasallam alisoma qurani tukufu nzima pamoja na hazrat ubay bin kab. Hazur anasema hawa walikuwa maswahaba ambao waliimarika sana katika imani yao na walipata daraja ya hali ya juu. Sayyidina alayhi salatu wasalam anasema kwa sababu maendeleo yanapatikana polepole, kwa hiyo maswahaba pia walipata maendeleo katika imani yao polepole. Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kuona maswahaba walikuwa akitaka kama wapate maendeleo ya hali ya juu, lakini maendeleo haya yalipangwa kwa wakati maalum. kwa hiyo maswahaba walipata kile dunia haikuweza kupata, na walishuhudia ambaye mwingine yeyote hawezi kushuhudia. Sayyidina alayhi salatu wasalam kuhusu maswahaba mtume sasa anasema, tukisoma kuhusu zama za maswahaba mtume sasa walikuwa watu wa kawaida. Kama chombo kinapigwa rangi na baada ya kupiga rangi kinakuwa safi, hivyo ndio mioyo ya sahaba ilikuwa safi na ilikuwa imejaa na nuru ya Mwenyezi Mungu, na mioyo yao ilikuwa haina uchafu wa aina wowote, na walikuwa mfano wa kad aflaha man zakaha. Kisha anasema Sayyidina alayhi salatu wasalam, maswahaba walionyesha sidq na imani kiasi hiki kwamba waliacha ushirikina wa kila aina, waliacha kuabudu masanamu na waliacha kuabudu watu. Yani huzuri anasema kuwasifu watu pia ni aina moja ya ushirikina. Hawa maswahaba waliacha tabia hii yote, bali waliacha hamu ya dunia kabisa na walianza kumuona Mwenyezi Mungu, na kwa imani halisi walijitolea katika njia ya Mwenyezi Mungu kiasi hiki kwamba kila mmoja wao alikuwa Ibrahim. Mtume sallallahu alaihi wasallam mfano wake ni sawa na mwili na maswahaba ni viungo vyake. Hazur anasema Mwenyezi Mungu atujalie sisi tuweze kuelewa vizuri heshima na daraja ya maswahaba hawa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na Mungu atujalie tuweze kuiga mifano yao, na kwa kufuata mfano wao sisi tuweze kuboresha imani zetu. Amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.